Hello rafiki, umebarikiwa sana. Wewe ni wa baraka kwenye maisha yetu, na Next Level Mentality tunafurahi sana kuwa sehemu ya familia hii. Ni sehemu ya 3 ya episode muhimu sana ambayo tumeendelea kuwa nayo. Naamini episode zilizopita zimekuwa pamoja na wewe na umekuwa ukijifunza sana na zaidi. Sasa episode hii kwenye part ya 3, najua Mungu atajifunua kwa namna tofauti sana wakati mtumishi wa Mungu anapoendelea kufunua kile ambacho amekusudiwa na Mungu kizungumza siku ya leo. Umebarikiwa sana kuwa na sehemu ya kuandika, kuwa na sehemu ya kunoti ili uweze kupokea kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Barikiwa. Share link hii na mtu ambaye unadhani anafaa kusikiliza mafundisho haya. Ubarikiwe mpaka ushangae. Amen. Kwa hiyo mamlaka ya giza kwa lugha rahisi ni utendaji wa ibilisi. A place where the devil works. Utendaji wa shetani ni kupitia watu hapa kwa mtadha huu, mamlaka ya giza, kumsulubisha Yesu. Na ndio maana injili ndio inawatoa watu kwenye mamlaka ya giza. Angalia kwenye Matendo 26:18. Acts 26:18. Matendo 26:18. Yesu anaongea na Paulo hapa kwenye alipokutana naye kwenye Luka, kwenye Matendo ya Mitume 9. Hapa ana recall mbele ya baraza namna ambavyo Yesu alimtokea. Kwa story inaanzia huko juu, lakini alipokuwa anasemaje? Wafumbue macho yao. Mnakufunguliwa macho eh? Are you in Acts 6:26? Wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza. Umeona giza eh? Na kuelekea nuru. Umeona nuru eh? Sasa neno giza na nuru hizi ni figuratives. Ni lugha ya kufundishia vitu vitu ambavyo tayari vinafahamika, giza na nuru. Akaanza kutafsiri. Waziache nguvu za shetani. Umeona? Kwa nguvu za giza sasa na nguvu za nani? Nguvu za shetani, na kumwelekea Mungu. Akasemaje? Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Yesu anasema hayo. Kwa hiyo kinacholeta msamaha wa dhambi ni nini? Ni injili. Mtu akiamini injili ya Yesu Kristo anapokea msamaha wa dhambi. Anasema msamaha wa dhambi. Mtu akipokea msamaha wa dhambi ameacha giza, yuko kwenye nuru. Ameacha nguvu za shetani, yuko kwa Mungu. Tunaweza tukasema hivi, ni vizuri tukajua ya kwamba mlango ambao shetani anatumia kwa attack watu ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Unaitwa nini? Dhambi. Dhambi. Na siku zote nasema hivi, Yesu alisema mshahara Paulo anaandika kwenye Mathayo Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23, mstari wa mwisho pale. Mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Okay, do you know why Jesus died? Naambiaga watu, kama mshahara wa dhambi ingekuwa ni kulia, Yesu hana haja ya kufa. Yesu anasema, jamani, kazeni machozi, ongezeni ifike angalau debe moja la machozi. Au angekuja angelia badala yetu. Lakini alipokuja fanya nini? Alikufa. Sasa mshahara wa dhambi ni mauti. So to pay a ransom was the death of a sacrifice. Akafa. Kwa alipokuja mwenyewe alijua namna ya kuwaokoa watu hawa kwenye giza ni kuwaokoa kwenye dhambi zao. Kwa hiyo sin is the legal door of operation of the enemy. Na matokeo ya hiyo operation inaitwa nini? Death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini ili upate karama ya Mungu, zawadi bure ya uzima, Yesu inabidi apate mauti, kwa sababu you are supposed to get that. Iko sawa eh? Kwa it's like mshahara, which is something you worked for, is not Jesus who worked to be a sinner. No. It's us who act in sin.
but he acted as a recipient of the impact of sin, ambayo nini? Mauti. So he died, akafa nafasi yetu. In fact, by identification tunaonekana kama vile tumeshalipa yote, kwa sababu Kristo, wakati Kristo anakufa, he was not dying for himself, he was dying for us. Iko sawa eh? Ndio maana Paulo anasema tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye. Kwa basically muamini ni mtu ambaye ameshapita process yote katika Kristo, sababu roho aliye ndani ya Kristo yuko ndani yao. Kwa ukimtazama muamini mbele za Mungu anatazamaje? Ameshasulubiwa, ameshakufa, ameshazikwa, ameshafufuka, hadaiwi. Si ndio eh? Kwa sababu ana identity ya yule ambaye amepitia process hiyo yote. Iko sawa eh? Kwa hiyo muamini ni reason being, sababu roho aliyemfufua Kristo anakaa ndani yake. Iko sawa? Kwa ukimtazama muamini anaonekana aliyeshinda, sio anayepambana na dhambi, aliyeshinda kifo na mauti. Kwa sababu ile roho iliyoshinda kifo na mauti iko ndani yake. Kwa hiyo anasema kisha msamaha. Kwa msamaha hapa ni kudili na dhambi. Sababu neno msamaha pale ni aphesis. A-P-H-E-S-I-S Kigiriki. Aphesis. A-P-H-E-S-I-S, ambayo maana yake nini? A release from bondage. Ni kufunguliwa kutoka kwenye utumwa, specifically dhambi. Kwa hiyo naomba niseme plain language hapa. Mtu yeyote ambaye haamini ya kwamba kwa mauti ya Yesu Kristo na ufufuo wake amesamehewa dhambi zake, yuko kwenye bondage, na yuko chini ya himaya ya shetani, no matter how much he says about himself, what kind of status he put himself there. He is in the bondage. Yuko chini ya utawala wa shetani, kwa sababu namna pekee kutoka kwenye utawala wa shetani ni kupokea sacrifice ya Yesu Kristo ambayo inadili na dhambi zetu. That's very important. Iko sawa eh? Kwa nasema kwa kupokea msamaha wa dhambi ni kufunguliwa. Do you know, siku ile ulipojua kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, ukasomewa mistari, ukapata uhakika, akili yako ikashawishiwa, do you know there is a kind of peace in your heart ambao huwezi kuelezea? It is there. It's there. There is a kind of peace you have. Do you know kuna ujasiri fulani wa kuwepo mpaka watu wanakwazika? So, unajua mimi utalaaniwa, yani utalaani. Mama mmoja alikuwa anamwambia mtoto wake, "Yaani, umehamia dhehebu gani?" Alikuwa amehama dhehebu la mama yake, sasa la kuzaliwa pale. Sasa hivi tukani nafundisha basi ile, akaenda dhehebu lingine. Akasema, sasa anajua ukombozi vizuri kabisa. Mama akasema, "Kama nimekuzaa. Kama nimekuzaa." Mtoto anacheka. "Mbona kama unakichaa?" Sasa sina mama, iko vizuri. "Mbona huzuniki?" Kumbe anataka kumgrab na nini? Laana ya bure. "Kama nimekuzaa. Kama nimekuzaa." Umenisalia kunilani. Lakini nashangaa mbona ashtuki? Mbona ashtuki? Like kuna level of assurance. Do you know, watu wanakwazika sana when you start to show that you are assured kwamba dhambi zako zimesamehewa milele. Yaani unajua kwa sababu wao hawajapata uhuru, hawana uhakika, wanakuaga na hasira balaa, na watakwambia hasira ni matendo ya mwili, ila bado wana hasira. Na wajua hasira ni dhambi, ila watakuwa nayo. Na watakutenga na hata kuwa watataka kukua. And I'm telling you, even people who claim to be Christians, when it's come to the gospel, wanakuwa kama wanyama. Bishops walikuwa wanahubiri dhambi ni mbaya, utakwenda jehanamu. They are plotting to kill a preacher who say dhambi asipeleke jehanamu. Na wanaamini dhambi inapeleka jehanamu, but they want to kill that. Hawagopi dhambi. Wagopi tena jehanamu. I believe today, ukisoma Biblia vibaya na hujaamini katika ukombozi wa Yesu Kristo, your mind will not be right. There is kind of a spiritual understanding unapata ukishaona ukombozi uliokamilika katika Kristo.
kuna ufahamu fulani nasema hivi, being a believer is being smart. Kuna smartness tu unakuwa nayo na kuna boldness unakuwa nayo. Inakuwa imekaa tu pale. Yani. Imekaa tu pale. Mawimbi yanakuja yanapita, lakini unasimama uko pale tu. Kwa nini hajiamini sana? Sababu kuna vitu mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo katika ukamilifu wake anaogopa kuvisema, ila wewe unafumua unasema usipotoa zaka uendi mbinguni. Unasema hamna kitu kama hicho. Hauogopi. Unakuwa kama ya Simba. Yanga hauogopi. Wewe uogopi. You see? Kwa hiyo shetani hutumia dhambi kuwatesa wasioamini. Ndio geti yao. Sababu dhambi ndio mtindo wa ibilisi. If you are not a sinner, you are assurance of certain things katika Kristo. Si ndio eh? Yeah. Lakini Yesu alikufa ili atuokoe, si ndio eh? Na ametuokoa kutoka kwenye nguvu za giza. Tutasoma mistari kadhaa. Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Nasemaje? Hii itakiwa mmeza kidogo. Wakolosai 1:13. Yeah. Yasemaje? Nisome sasa. Moja 13 Wakolosai. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Iko sawa? Okay. Haya ni maneno ya Paulo. Malaika alisemaje kuhusu Yesu kwenye Mathayo 1:21? Mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka kwenye dhambi zao. Asemaje? Naye alituokoa. Alituokoa. Kwa lazima uangalie tenses eh? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akafanya nini? Akatuacha huko kidogo. Akatuhamisha kupeleka wapi? Na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa muamini yuko wapi? Katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika ufalme wa mwana au ufalme wa Mungu, muamini kwenye ufalme wa nuru, hayuko chini ya ufalme wa giza. Kwa kuokolewa ni kuwa translated from a kingdom of darkness into a kingdom of his dear son. A kingdom of God. Ufalme wa Mungu. Kwa tunaweza kusema mpaka sasa hivi muamini yuko kwenye ufalme wa Mungu. Iko sawa? Hayuko gizani. In fact, ameitwa kutoka gizani kuja kwenye nuru yake ya ajabu. Angalia Petro wa kwanza 2:9. I know who I am. I'm walking in power. Waraka wa kwanza Petro 2:9. Umeona waraka wa kwanza 2:9 nasemaje? Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Asemaje? Mpate kuzitangaza fadhili zake. Afanyaje? Ye aliyewaita mtoke wapi? Gizani mkaingia katika nini? Nuru yake ya ajabu. Kwa muamini ameitwa kutoka wapi? Gizani. Yuko wapi? Kwenye nuru ya ajabu ya Mungu. Marvelous light. Iko sawa eh? Katika nguvu za giza. Actually inakutuhamisha. Ngoja tuangalie maneno kidogo, grammar kidogo, Kigiriki pale. Ufalme ni neno la Kigiriki basileia. Basileia. Inaandikwa Basileia. Basileia. Kirahisi tu hivi. Maana yake ni nini? Utawala au mamlaka. Na alitokoa kutoka kwenye mamlaka au utawala wa giza. Basileia. The reign or authority. Basileia. 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 Iko sawa eh? Kwa ufalme wa Mungu unakaa wapi? Je, ufalme wa Mungu ni nchi fulani unapelekwa? Maana inawezekana ukafa sasa mbona tuko Tanzania bado? You have to understand, the kingdom of God is not a visible kingdom. Luka 17:20-21. Luka 17:20-21. Ufalme wa Mungu uko wapi? Ni kitu kinachoonekana?
Angalia maneno. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu, aliwaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Maana yake you cannot do observation. Maana yake huwezi kugundua kwa kutumia macho. Wala hawatasema tazama upo huku au kule. So it's not geographical also. Iko sawa eh? Well, the kingdom of God is not geographical. So huwezi kusema uko pale au uko ufalme wa Mungu uko pale, uko Mbeya saa hizi, uko Dar es Salaam. Akasemaje? Kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Because the reign of God is in people. Iko sawa? Neno kuchunguza pale ni neno la msingi sana. Kutumia neno kuchunguza maana yake you cannot observe, sio ya macho. Na ndio maana kwa maneno naweza kusema ufalme wa Mungu ni ufalme usioweza kuonekana kwa macho ya mwili, lakini upo. Na wakati niwaambia kwamba duniani kuna vitu vinavyoonekana, lakini haina maana vitu visivyoonekana they are not there. Narudia tena. Vitu visivyoonekana ni halisi sana. Iko sawa? Yeah. Wangapi wamekuwa na upepo? Labda tuanze na vitu ambavyo ni obvious. Wangapi wamekuwa na upepo? Wangapi wanajua upepo upo? Kuna watu ambao hawajui kama upepo. Wangapi wanajua upepo upo? Lisa, upepo upo eh? Unajuaje upo? You feel it? You see the effect. Unajua tsunami ni upepo eh? Ikipiga hapo nyumba inabebwa, lakini haionekani. So it doesn't require something to be visible to be active. Wangapi wanajua oxygen? Tukikubania oxygen dakika 10, 10 minutes to, is it visible? Nauliza, is oxygen visible? Is it active? You are breathing it. Lakini it is invisible. Okay. Mkijichanganya kazini kwenu, kuna believers na non-believers. Can you identify by looking at their faces? This one has the Spirit of God. This one, no. Huyu ana roho wa Mungu, huyu ana. Kwa kuangalia configuration ya nyuso zao, wanja ilivyokaa, lip shine ilipo shine, au nani nywele zilizojipanga. Can you identify a believer like that? Is a believer real? Yeah. Yeah. Sio unaelewa? Ni mpaka afanye activities zitakazo prove what he has. Nilikuwa naambia kwenye kambi, unajua unaweza kwenda kuhubiri mahali, watu wakuchukulia poa. Wachukulia poa. Ukamta mtu ambaye ana mapepo. Ana mapepo, yani wamemvamia. So unajua mtu mwenye mapepo anakuwa very super powerful. Si ndio? Yeah. Kama yule kwenye ambaye Yesu alimkuta makaburini, walikuwa wakimfunga, anakata chains. Si ndio? Anakata nini? Minyororo kabisa. So nawaambiaga darkness has power. Msawi hiyo. Darkness yenyewe ni power. Lakini darkness is not powerful than light. Usawi hiyo. Ndio maana Biblia inatumia mfano wa nuru na giza ili kuelewa kwamba hata giza ina nguvu, lakini nuru ikitokea, hata kama ni kama mshumaa, it's just, hata kama ni giza totoro, unajua ile giza zito sana, kama mshumaa kadogo kanaweza kakaonekana. Iko sawa? Kwa hiyo huyo mtu huyo ambaye anavunja mageti, mimi nishawahi kulala na kichaa. Sijui kwani alikuwa analala na mimi. Alikuwa nikikaa nikilala naye hivi anatulia, ila akiletwa mtu mwingine anapigana. Na hata nilikuwa sijui hata nani wokovu ni nini. Nikiwa shule ya msingi huko. Lakini watu wakimshika anawatupa kule, yani akikaa hivi akinyanyuka hivi anaondoka na kundi zima, mamorani wote chini. They do nothing to him. Kundi la watu wakamfunga minyororo kakata, akawa anakaa milimani na makaburini. So when Jesus appeared,
mapepo akaanza kupiga kelele. Hivi unajua Yesu alikuwa ni just a wonderful, yani unajua Yesu hakuwa very superfluous kama mitume na manabii wetu wa sisi. Ukimwona unajua hata mtume ndo huyu. Unajua Yesu ilikuwa ni ngumu kumtambua kati ya wanafunzi wake. Sasa angekuwa kama leo, angekuwa kama mimi, kajinsi kake tu kamekaa kadogo pale na t-shirt na nini na amechanganya. Ilikuwa kumshika Yesu mpaka ongee na wanafunzi wake akuonyeshe nani. Ndio maana walimtafuta nani? Mtu wa karibu, akamtafuta Yuda Iskariote. Yuda ilibidi aombe, "Ni nani?" Sasa akamkisa akasema, "Ya, asante kwa utambulisho." Akamkamata. Kwa sababu alikuwa ni ana normal appearance. Hakuwa superficial. Unajua mitume wa manabii inabidi siku hizi si tuwe na viatu vya kitume, tuwe na suti za kitume, tuwe na bezi ya kitume. Sababu we have to prove our ministry. Hallelujah. We have to prove our ministry. Sitaki ujinga. Kwa hiyo hawezi kuwa normal people. You need mitume. Na Kristo amelogwa kweli kweli. Okay, nitasema siku nyingine hicho nataka kusema. Nitaacha kwa leo. Lakini he was normal. Yani if you have power, you don't have to prove. Unajua, relax. You don't have to identify like I'm kind of unique. No, ngoja mambo ya mazito yatokee. Atoke mtu anakunywa vikombe kwenye maji na useme tuliza bahari. Let peace be still. Sio ameelewa? Hata mtu atembea na mabodyguard 20. What are you trying to prove? Like, tuache. Yesu alikuwa simple guy. Makubaliana sasa? Alikuwa simple guy. Ila akitokea mambo mazito unagundua simplicity is power. Niambia tu, tulia. Now, I can give you one testimony. Ilikuwa mwaka fulani, kulikuwa mkutano wa Injili. Wakati ya kuombea wagonjwa, alikuwa anapanda mtoto kama wa miaka 6 hivi. Kana sauti, "Bwana Yesu asifiwe." Akaletwa mtu mwenye nguvu anawarusha maasha kule. "Kaka, kwa jina la Yesu." Chini. Afaambia, "Usimtese tena." Ndio imeisha hivyo. What is working? Authority. Authority haihitaji kelele. Anaweza kawa ni kadada kenye uzito kilobaiti 1, kakasimama katikati ya barabara, nyuma kuna serikali yote ya Mama Samia Suluhu Hassan, baraza la mawaziri, akanyosha mkono hivi, na wewe ni bouncer, umeendesha semi-trailer, akafanya hivi, akafanya hivi, ukatoka hivi, ukapaki pembeni. That's authority. Na akakwambia shuka, ukashuka. Namba leseni yako, ukatoa. Ukimzingua, serikali yote inakuzingua. Power haihitaji kelele. Sasa sio kwamba askari lazima wawe bonge ndio awe askari. No, naweza kaa small unit. Kilobyte 1. Sio umeelewa? Sio kama unaelewa? So authority, nasemaga authority is mightier than power. Physical, what you see. Authority ni kitu kingine, haihitaji volume. Ndio maana unahitaji kuwasha speaker ili aanze kukemea mapepo. Haleluya, haleluya. Pepo toka. Unaweza kutoa pepo kizenji kabisa. Kwani watu wazazi wanaje mapepo? Pepo toka we. Na linatoka. Kwa sababu ni nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani ya mtu. Hata kama ni Masai, hata vocabulary hazipandi. Kwa damu la Yesu, toka. Hata toka. It makes sense, eh? So, it is power. Ambao yenyewe haihitaji force. Inahitaji tu understanding of the person who is applying. Ndio maana ukielewa hivi, useme, "Mtumishi wa Mungu, kuna mtu ana pepo hapa nyumbani." Na wewe umeokoka na roho wa Mungu ndani yako. Nyosha mkono. Pepo, usimtese. Kwanza nataka kulala, sitaki usumbuke kwenye nyumba hii. Usikanyage vyombo vyangu. Usivunje screen yangu. Mtoke taratibu na usisumbue. Na hata jirani asijue kwamba nyumba hii kulikuwa na mtu mwenye pepo. Ila Wakristo wanapenda mapambano. Unaitwa nani? Nani amekutuma? Babako ni nani? Umekuja kufuata nini huko? Wanapenda interview na umbea. Alafu nayemuuliza maswali mwenyewe ni muongo na babake anaitwa baba wa uongo. Mtu mmoja alikuwa anamuuliza mtu mwenye pepo, "Nitajie watumishi wa uongo Tanzania."
Shetani akutajie watumishi wa kweli. Haya, niko pale. Atakwambia apostle shemeji like. Unakuta mtu amekununia na wanakuaga wajinga. They know what to hit, shangazi na bibi. Zile pillars za families. Sasa nani kakutuma shangazi na bibi? Kwa sababu macho yake yamekuwa mekundu, ina take too fast. Now it is not visible but very powerful. Nataka nikusisitiza hiyo, but very powerful. The moment una roho wa Mungu ndani yako, you are actually in the higher authority. Hata kama sura yako haijabadilika siku ulipoamini. Sura yako haijabadilika, lakini identity yako, nafasi yako, mamlaka yako, uwezo wako katika Mungu, it was changed that day. Sio unalala, unaanza kusikia paka analia, unasema shindwa, toka, toeka, toka, toeka, toka, toeka. Sasa kutoka na toeka si tofauti yake. Nini kamepiga kelele? Ni paka. Unajua wakati mwingine Africanization inasumbua sana. Wazungu wanasema oh poor cat. Lakini wabongo meow, toka, toeka, nimekuja kwa njia moja. Na hiyo prayer is not inspired by faith. It is inspired by what? Fear. It's not faith. Toka, toeka, toka, toeka. Aliye bundi sasa. Nani atakufa sasa jamani bundi? Fear. Because we don't know who we are. We don't know where we are seated at. Tumeketishwa pamoja nani? Na Kristo katika ulimwengu wa roho. Sio unaelewa Sio umeelewa The Christ ambaye alikuwa anakemea wadudu mtaani, basically the risen Christ anakaa ndani yako, ambaye ameshinda kifo na mauti. There is no need for a believer to walk in fear. Sababu he is not in the power, he is not under the authority. Unajua maana mamlaka pale is not controlled by the authority of the darkness. He is the one who can influence, sababu yeye ndio yuko juu. Nitakuonyesha kwenye Paulo alivyosema kwenye wa Efeso 1:15-17 hadi 23. We are actually above them. Tuko sawa You are above them. Ukielewa hivyo, even when you are dealing with demons, you deal not as a beggar. You cast them out. Unataka nini? Umetuma kufanya nini? Ili iweje? The Bible says cast out devils. It does say beg them. Please interview them. They might have the legitimate reason to be there. The legitimate reason for the enemy to attack you is his enmity. You don't have to be bad or good to have a demon. You just let the door open. Bas. Yeah, aone tu mahali boom anaingia anafanya fujo. So, unaanza kumhoji, nani amekutuma? Mtu mmoja wakati nilikuwa Bunda wakati fulani, mbona shuhuda ni nyingi. Nilikuwa Bunda wakati fulani and then nilikuwa kwenye Easter conference. And then nikawa siku ya kwanza nikafundisha. Siku ya pili kumbe tulipofundisha usiku, mtu alitokwa na alilipuka mapepo. Kuna tofauti ya kulipuka na kutoka. Kulipuka ni madhihirisho. Na hii kutoka is another thing. Halikutoka, lilipuka. Kwa wakaanza kumsummon usiku. Baada ya kutoa pepo, wakawa wanampa maji, wanampa chumvi. Anachotaka ndo anampa. Anasema, "Nisitoke mpaka mnipe chumvi." Wanaenda kutafuta chumvi. Kwa pepo ndo linawapelekesha. Nataka chumvi. So, wakaanza angalia, watumishi wa nyote mna dhambi. Wakaanza kujitakasa. Pepo wasema. Anawapa prayer point. Pepo. Mimi akiniambia una dhambi, kwa jina la hizo dhambi hizo nitajia toka. Unamtishia na dhambi. Halafu session ikafika saa 2, nikaanza kufundisha. Bado watumishi wa Mungu wamekaukiwa. Tangu jana usiku. Wanabalishana sasa shift. Unajua shift? Wako shift ya kukemea pepo. Paka na wajibu ovyo. Wakati nafundisha nikasikia analalamika huko, kwa sababu ilikuwa nyuma ya ukumbi. Nasema mimi kama mind, they are disturbing me wakati nafundisha. Nini hiyo? Akasema ni mtu ana pepo. Nikaenda kamba, kwani anasumba sema huyu ni yule pepo sugu. Mmesemaje? Nasema huyu ni yule dereva bouncer. Na wewe ni askari ya imagine. Huyu ni yule pepo. Nani amekuambia ulebo kama ni sugu?
In which Bible have you read ya kwamba mambo mengine ni sugu, hayatoki rahisi? Asema kwa hiyo tulikuwa tunauliza nyumba. Amepiga simu nyumbani, kumbe hapo, mama, kuna maagano yote mmefanya. Kasema ignorance is expensive. Na kulipisha kodi. You will pay for ignorance. Mama, kuna maagano yote mmefanya. Maagano gani mwanangu? Hamjai kupeleka kwa mganga. In fact wabongo wengi wameenda kwa waganga. Kuna mahali kwa mganga. Hamna irizi mmefikia nyumbani. Hii mmejifunza wapi? They watch it somewhere. Unajua kuna pattern wamenuku mahali lakini not in the Bible. Unajua kuna Wakristo wenye patterns ambazo they are not in the Bible. But they are very practical patterns. Kama tunavyotafsiri ndoto. Unaweza ipata umejifunza wapi kwamba nikiota ng'ombe ni uchawi. Nikiota punda, nimesahau maana ya punda, mnajua mnasoma tafsiri ya ndoto. Nimesahau tu hapa. Nikiota nyoka mashambuli mama. Twende taratibu. Nikiota aitaje hii? Nikiota mbwa ni roho ya uzinzi. Wameitoa. Nimesoma Biblia yangu sijaye kuona maroho. Majina ya maroho. Hata ukiota hivi una spiritual husband. Unasema wow. Marina spirit. Spiritual nini? Husband. Dada wanateswa na spiritual husband. Sijui ametoa wapi spiritual husband. Sasa jamani, mtu akiwa na husband si kitu kizuri jamani. Sasa anachekea anasema hivi, a spiritual father is casting a spiritual husband from his spiritual daughter. Don't sielewa kabisa. This is a spiritual language. I can't understand. A spiritual father is casting a spiritual husband from a spiritual daughter. Sema mapepo nimeoa. Mapepo ni roho. Hakuna kuoa katika roho jamani. Marriage is natural, it's not spiritual. Hiyo ni cup for another day. Maana hata malaika hawai na kuolewa. Sawa. Shida ni kwamba we take every experience, baada ya kudeal na root cause tunairohoisha. Hivi unaangalia vitu vya ajabu mchana, uote nini usiku? Uote mamazu, uote uko unaongea na Yesu na malaika. Unaangalia watu ambao mate alikuwa anakudondoka unawaangalia. Ili uote nini usiku? Umetafakari mambo ya ajabu. Ili uote nini? Akili yako huwa inachukua nini? Hizo taarifa inamengenya. Most of the thing we are casting na hazitoki. Atubalishi tu source of information. Nukta. Wacha kijitabu I gave this book to a sister ambaye alikuwa anaota ndoto 7 usiku moja. Kumbe nikauliza, what kind of book are you reading? Akaletea kitabu kimoja inaitwa Namna ya Kujifungua Mwenyewe, Kujikomboa Mwenyewe. Sema hiyo vita ndio inauletea vita kwenye ndoto. Kwa hiyo anaota anapambana na sometime anatoka ameumia kwa sababu anaota inakuwa kama real. He's feeding, anasema ninaua na unapambana kwenye ndoto. Akaanza kusoma hicho kitabu various times. Hichi kidogo tu. Ukombozi loaded. Amesoma ndoto zikaisha. Hizo experience zilikuwa zinatokana na nini? What she is feeding. Ndoto zikakata. Alikuwa anakula garbage, uchafu. Huwezi kula uchafu, halafu naota something wow. Garbage out. Gigo. Now it's very important. There are various explanations of dreams. Lakini watu wengi hizo ndoto ambazo wanazikemea na hazikatiki hawabalishi tu wanachokula. If you change what you are feeding, you change your experiences, including mambo mawili, visions and dreams. It changes drastically. Inabadilika kabisa. Okay, tulikuwa tunazungumzia mtu wa rohoni, mambo ya roho kwamba hayaonekani lakini nini? Ni halisi. Twende kwenye Yohana 3, John 3:5-8. Yesu wakati anaongea. Nikodemo alikuwa anaongea na Yesu. In their chatting,
Jesus was preaching. Anasemaje? Yesu akajibu akasema, nakuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo neno maji hapa niliwaambia ni lugha ya Agano la Kale ambayo ina signify nini? Roho. Neno pale na ni kai. Maana yake nini? Maji ambako ni roho. Yohana ametumia zaidi maji kusignify the Holy Spirit. Iko sawa? Iko sawa? Yesu wakati ongea na yule mwanamke walianza na discussion ya maji waka turn into spiritual. Iko sawa? Kwenye Yohana 4. Nakumbuka Okay, kwenye Yohana 8, Yohana 7 kuanzia mstari wa 37 mpaka 39, Yesu alianza na aonaye kiu na aje anywe. Baadaye akasemaje? Alikuwa anazungumzia mambo ya roho. Kwa water was used by John to signify the spirit. Kwa hiyo asema mtu asipozaliwa kwa maji, maana yake kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Roho. Usistaajabu nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Angalia anavyoelezea. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia. Umeona alivyoanzia You can feel the wind, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Akasemaje? Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. You cannot identify a born again person by looking at his face. It's just like the wind, but you can explain direction of the wind when it start to move. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Ndio maana asemaga hivi, kazi mojawapo ya karama za roho ni kuonyesha ya kwamba a believer is not an empty box. Ndio maana zinaitwa nini? Ishara. Si ndio Ishara. Ishara ni neno la Giriki semeion, ambayo maana yake ni indicator, au kitu ambacho kinaonyesha there is something else. Ina indicate that I'm not just a normal person. I have the Spirit of God in me. I can speak in tongues, I can interpret, naweza kunena kwa lugha, naweza kufasiri, naweza kutoa unabii, naweza kutoa neno la maarifa, neno la hekima, naweza kupambanua roho, naweza kufanya uponyaji, imani na matendo ya miujiza. Hivi vyote ni kuonyesha kwamba you are not an empty box. Kwa hiyo unaweza ukaenda mahali ukakuta watu wamechoka kabisa, hiki akifanyiki, ukanyosha mkono alafu something happen. Nasema wewe sio kawaida, you don't look like this, mbona kama sio this amefanya. Kwa they know now ndani yako kuna kitu kingine. Is that visible? No. Is that active? Is that thing active? Yes. Iko sawa Kwa kuna vitu ambavyo spiritual reality sio visible but very active.